Na hatimaye auawa kisa mabishano ya Simba na Yanga. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limethibitisha tukio la mauaji lililotokea jioni ya Septemba 16 mwaka 2025 saa 12:50 katika kitongoji cha Ilulu, kata Idiwiri, wilaya ya Mbozi, ambapo Evaristo Zabloni Mwambogolo mwenye umri wa miaka 28, mkulima wa eneo hilo, alichomwa kisu kifuani na kufariki dunia wakati akipelekwa zahanati ya Ruia kwa matibabu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, chanzo cha ugomvi huo ni mabishano makali kuhusu shabiki wa timu ya Simba na Yanga, na inadaiwa Evaristo na Xaveri walianza kubishana kuhusu ubabe wa timu hizo, alilopelekea mtuhumiwa Xaveri kumchoma kisu alichokuwa nacho na kumjeruhi Evaristo sehemu ya moyo. Mtuhumiwa alitoroka kusikojulikana baada ya tukio hilo, ambapo tayari jeshi la polisi limeanzisha msako mkali kuhakikisha anakamatwa ili kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, huku pia uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea. Kamanda wa polisi mkoani humo ametoa wito kwa wananchi kuepuka mabishano yenye hisia kali, hasa yanayohusu timu za Simba na Yanga, akisisitiza kwamba upendo wa michezo haupaswi kugeuka chachu ya vurugu. Ni taarifa kutoka huko Songwe. Jeshi la polisi mkoani Songwe limethibitisha tukio la mauaji lililotokea jioni ya Septemba 16 mwaka 2025 saa 12:50 jioni katika kitongoji cha Ilulu, kata Idiwiri, wilaya ya Mbozi, ambapo Evaristo Zabloni mwenye umri wa miaka 28, mkulima wa eneo hilo, alichomwa kisu na kifuani na kufariki dunia wakati akipelekwa zahanati ya Ruia kwa matibabu zaidi. Rais Samia atoa kauli, uchaguzi sio vita bali ni demokrasia. Akiwa kwenye kijiji cha Kajengwa Makunduchi, Unguja, visiwani Zanzibar, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan amewatoa wasiwasi wa Tanzania, akiwahakikishia kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu katika kulinda Tanzania na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na usalama. Daktari Samia Suluhu Hassan akirejea ahadi yake wakati akijitambulisha kwa Watanzania mara baada ya chama chake kumpa ridhaa kuwania nafasi ya urais, akiwa mwanamke wa kwanza kupewa nafasi hiyo katika historia ya chama hicho. Amesema amelazimika kuyasema hayo mara baada ya wazee wa Pemba kumuomba kusimamia amani na utulivu katika uchaguzi huo mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Rais Samia ameendelea kusema kuwa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Ninawaomba sana twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita. Uchaguzi ni tendo la demokrasia. Ni watu kwenda kwenye utaratibu uliowekwa, kuweka kula zetu. Rudeni nyumbani katulie. Hii ni nchi, itabaki salama. Si muda wote kushika silaha kunaleta suluhu ya maana. Niwaombe sana ndugu zangu, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo muhimu kuliko jambo lolote. Ameyasema hayo Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa kutoka huko Zanzibar. Hatimaye akiwa kwenye kijiji cha Kujengwa Makunduchi, Unguja, visiwani Zanzibar, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan amewatoa wasiwasi wa Tanzania, akiwahakikishia kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu katika kuilinda Tanzania na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na usalama. Hatimaye kesi ya Tundu Lissu kusikilizwa Septemba 18 mwaka 2025. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Septemba 18 mwaka 2025 kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Majaji watatu wakiwemo Jaji Dastan Nduguru wamepanga tarehe hiyo kusikiliza majibu ya upande wa jamhuri kuhusu mapingamizi ya Tundu Antipas Lissu ya kutaka kesi hiyo ifutwe kwa sababu hati ya mashtaka si halali kutokana na muundo wa kesi. Pia Tundu Antipas Lissu ameomba kufutiwa kesi hiyo kwa sababu maelezo ya mashahidi yaliyowasilishwa kinyume na sheria, hivyo ameomba ifutwe. Huo ni uonevu. Baada ya kueleza hayo, majaji wameahirisha kesi hiyo hadi Septemba 18 mwaka 2025 kwa ajili ya kuendelea na usikilizaji wa majibu ya jamhuri kuhusu pingamizi.
Nje ya mahakama, mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Daktari Rugemeleza Nshala amezungumza na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Ameonyesha kwamba kutokana na uongofu wa kisheria, mahakama isitishe itende haki kinachodaiwa ni uhaini, sio badala yake mahakama imwachie huru baada ya siku 162. Muhimili wa mahakama ni huru. Askari wana mamlaka wa kuwashika na kuwatoa watu mahakamani kama watu wamejaa. Taratibu nyingine zifuate. Kitendo cha kuwapiga watu kinakiuka haki za kiraia, na hawa wanaopigwa ni watu na wana haki kama wao. Ndio maana tunapigania muhimili wa mahakama uwe peke yake na askari polisi uwawe wenyewe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Septemba 18 mwaka 2025 kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Hatimaye mgombea urais apanda mtumbwi kwenda Kojani. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amevuka bahari na mtumbwi hadi kisiwa cha Kojani kaskazini mwa Pemba ili kwenda kunadi ilani ya sera ya chama chake kuzisaka kula za urais katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025. Akiwa kisiwani Kojani, mgombea huyo amewasikiliza wananchi juu ya changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa maji safi na salama kwa zaidi ya miaka 60, tatizo ambalo limekuwa kikwazo katika maisha yao katika afya, elimu na maendeleo ya kiuchumi. Ni taarifa kutoka Zanzibar. Hatimaye mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amevuka bahari na mtumbwi hadi kisiwa cha Kojani kaskazini mwa Pemba ili kwenda kunadi ilani ya sera ya chama chake cha ACT Wazalendo kuzisaka kula za urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Hatimaye watu wawili wafungwa jela kwa kujaribu kumloga rais. Vyombo mbalimbali vya habari nchini Zambia vimeripoti kwamba mahakama kuu ya nchi hiyo imewahukumu kifungo cha miaka 2 jela wanaume wawili waitwa Leonard Fili raia wa Zambia na Justin Mbwilase Gonde raia wa Msumbiji kwa kile kilichodaiwa kuwa ni kosa la kujaribu kumloga rais wa Zambia Hakainde Hichilema kwa lengo la kumuua. Wanaume hao wawili walitiwa hatiani chini ya sheria ya uchawi, ambapo wote walikamatwa tangu Disemba mwaka 2024 wakiwa na vifaa vya kienyeji, kinyonga, akiwa hai pamoja na vifaa vingine vya kichawi. Hakimu Faini Mayambu amesema washtakiwa hawakuwa maadui wa rais pekee bali maadui wa nchi nzima ya Zambia. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu zaidi kutokana na kwamba ndio mara ya kwanza nchini humo mtu kushtakiwa kwa jaribio la kumloga rais, ambapo hati ya mashtaka zinaonyesha kuwa wawili hao walipewa kazi hiyo na mbunge wa zamani wa Zambia. Ingawa wawili hao walijitetea kwamba wao ni waganga wa jadi, mahakama iliwatia hatiani kwa makosa mawili chini ya sheria ulozi, ambapo katika maelezo yake hakimu alifafanua kuwa mkia wa kinyonga ukidungwa na kutumika kwenye matambiko unaweza kusababisha kifo ndani ya siku 5. Ni taarifa kutoka nchini Zambia. Hatimaye vyombo mbalimbali vya habari nchini Zambia vimeripoti kwamba mahakama kuu ya nchi hiyo imehukumu kifungo cha miaka 2 jela wanaume wawili Leonard Fili raia wa Zambia na Justin Mbwilase raia wa Msumbiji kwa kile kinachodaiwa kuwa ni kosa la kujaribu kumloga rais wa Zambia Hakainde Hichilema kwa lengo la kesi ya Tundu Lissu kusikilizwa Septemba 18 mwaka 2025. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Septemba 18 mwaka 2025 kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Majaji watatu wakiwemo Jaji Dastan Nduguru wamepanga tarehe hiyo kusikiliza majibu ya upande wa jamhuri kuhusu mapingamizi ya Tundu Antipas Lissu
ya kutaka kesi hiyo ifutwe kwa sababu hati ya mashtaka si halali kutokana na muundo wa kesi. Pia Tundu Antipas Lissu ameomba kufutiwa kesi hiyo kwa sababu maelezo ya mashahidi yaliyowasilishwa kinyume na sheria, hivyo ameomba ifutwe. Huo ni uonevu. Baada ya kueleza hayo, majaji wameahirisha kesi hiyo hadi Septemba 18 mwaka 2025 kwa ajili ya kuendelea na usikilizaji wa majibu ya jamhuri kuhusu pingamizi hilo. Nje ya mahakama, mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Daktari Rugemeleza Nshala amezungumza na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Ameonyesha kwamba kutokana na uongofu wa kisheria, mahakama isitishe itende haki hiki kinachodaiwa ni uhaini, sio badala yake mahakama imwachie huru baada ya siku 162. Muhimili wa mahakama ni huru. Askari au wana mamlaka wa kuwashika na kuwatoa watu mahakamani kama watu wamejaa. Taratibu nyingine zifuate. Kitendo cha kuwapiga watu kinakiuka haki za kiraia, na hawa wanaopigwa ni watu na wana haki kama wao. Ndio maana tunapigania muhimili wa mahakama uwe peke yake na askari polisi uwawe wenyewe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imepanga Septemba 18 mwaka 2025 kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu.